kati ya kitu ambacho utakuja kujaribia katika maisha yako ni kujaribu kufiti sehemu ambayo wewe hutakiwi kufiti. Sijui unanielewa? Yaani wewe mnaweza mkawa mmeonekana mna miili sawa, lakini matumizi ni tofauti. Kwa hiyo hii kalamu ikienda kuuzwa kwenye sehemu wanauza wanja, hawatoelewa, wataona hichi ni kitu gani. Lakini anaitumia kalamu ndo ataelewa matumizi ya kalamu na umuhimu wake. Kwa hiyo usijaribu kujifanya wewe ni kalamu wakati wewe ni lipshine. Wakati wewe ni kalamu utaonekana tu wa kawaida kwa sababu umefit kuwa kalamu. Lakini ukaamua kuwa lipshine, watu watakuona ni kitu cha ajabu. Kumbe umekuwa upgraded more. Sio tu kwenye kuandikia, hata unaweza ukakala people's bodies. Lakini kwa mjinga ataona ni nini hichi, mbona hii ni kuwa, mbona ifana nini, nitaandikiaje kama hajui matumizi ya hii kalamu. Kuna watu wengi ambao wamekaa katika societies ambao wao ni lipshine, wamekaa society ya kalamu. Kwa sababu watu wameshazoea kwamba tunatumia kalamu, hawataamini kama kuna kitu ambacho kina stiki, kinaweza kikapaka mdomo wako ukawa tofauti. Wataona kama vile umechanganyikiwa. Sika, unanielewa? Kwa hiyo usijaribu kufit kwenye community ambayo is not yours. Ukikaa kwenye community ambayo watu akili zao IQ zao ni ndogo, wewe ukikaa huko ndani huwezi kueleweka. Na ndio maana hata mimi ninavyohubiri nawaambia watu kwamba sitawafundisha Mungu ambao mnafundishwa wa uoga, hamnielewi, mnanihukumu. Kwa sababu IQ zenu ni ndogo na tayari mmeshawekwa kwenye mfumo wa kalamu. If you don't get me, you are very stupid and wicked.